Karibu sana kwenye session ya leo ambayo imekuwa session ya tofauti sana kwa sababu ya mambo ambayo yanaizunguka klabu yetu, na ni wakati mwingine tena. Hii ni Darajani 1905. Kipindi hiki kinakuletea yale yote ya kiuchambuzi ambayo unakuwa unatamani kuyasikia, na mara nyingi tunakuletea uchambuzi wa mechi, lakini leo hii iko tofauti kidogo kwa sababu tumekuja na baadhi ya vitu ambavyo viko nje ya mechi kama tulivyozoea. Leo tunazungumza baada ya kuona baadhi ya wachezaji wa timu yetu wakiwa na athari chanya au athari hasi kwenye timu yetu, na hasa wachezaji wakubwa wenye ushawishi kwenye chumba cha kubadilishia nguo, Marco Correa pamoja na Enzo Fernandez, lakini baadhi ya wachezaji wa zamani marejendi wa timu yetu akiwepo John Tell, John Obi Mikel pia wameweza kuzungumzia situation hii ambayo inaendelea kutoka kwenye klabu yetu. Niko na Amani Mustafa ambaye leo atakuwa anatuletea ni nini ambacho anahisi kuelekea kwenye kumalizia ligi na haya ambayo yanaendelea kwa wakati huu kutoka baadhi ya wachezaji. Mimi naitwa Himidio Kabuje. Usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube, lakini pia kufollow Instagram pamoja na Facebook kwa jina la Darajani 1905. Tuanze moja kwa moja. Kwanza Prof, umekisikia kile ambacho kinazungumzwa na baadhi ya wachezaji wetu. Unafikiri ni athari gani kutoka kwa hawa wachezaji, na itakuwa sio mbaya sana ukitukumbusha kile ambacho, kwa kusummarize tu kile ambacho hawa wachezaji wameweza kukizungumza juu ya kutokuridhishwa kwao na baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika kwenye klabu, hasa na uongozi, ikiwemo wale ambao ni sporting director wanachokifanya, pengine na hata wamiliki, kwa sababu nao pia inawagusa. Utatugusia hilo afu utatuambia ni athari gani ambazo inawezekana tukakutana nazo kuelekea kwenye kumaliza ligi pamoja na huko mbele mechi zingine ambazo zinafuata, inawezekana hata ikawa kwa msimu ujao. Hebu tuambie. Asante sana Himidio. Kwanza kabisa kwa wafuatiliaji wetu ambao hawafahamu hasa ni nani katoka kaongea nini, wanatakiwa wajue kwamba haya mambo yote yameanza baada ya hizi games za PSG mbili tulizoweza kupoteza. Mechi ya kwanza iliyochezwa Paris tulipoteza kwa 5-2 na ya Darajani goli 3-0, na baada ya hapo kulikuwa kuna speculation nyingi, lakini moja ya makapteni wa timu kwa maana ya Enzo Fernandez alionekana akijaribu kuelezea kile anachokiona kuelekea mechi zilizobakia kumaliza msimu kwenye harakati za kupambania top 4, kwa sababu mpaka hivi sasa tumebakia na nafasi ya FA pamoja na kupambana kumaliza kwenye zile timu 4 ili tuweze kufuzu mashindano ya UEFA Champions League kwa msimu ujao. Kwa Enzo Fernandez aliulizwa juu ya kile alichokiona, lakini kwa namna alivyokuwa na ile tempa aliweza kuulizwa anaona mwelekeo ukoje, lakini pia anaona future yake vipi ndani ya klabu ya Chelsea. Na baada ya hapo Enzo Fernandez alisema kwanza ajui baada ya World Cup na hizi mechi zilizobakia ndo atajua future yake itakuwaje ndani ya Chelsea, na hiyo kazidi kuleta maneno mengi sana. Lakini pia aliweza kufanyiwa mahojiano na kituo fulani cha nchini Argentina na kuweza kuzungumzia juu ya mpasuko ambao ulitokea tangu kocha Enzo Maresca aweze kufutwa kazi na wamiliki. Na maneno aliyosema Enzo Fernandez ni kwamba kwanza kabisa kufukuza kocha especially katikati ya msimu ile iliwaumiza kwa kiasi kikubwa, lakini ukizingatia kwao Maresca alikuwa anajua nini timu inatakiwa ifanye na structure gani inatakiwa icheze ili kuweza kupata matokeo mazuri, na wachezaji hao walishamuelewa Maresca na walikuwa wanajaribu kuimplement kile kinachokuwa kinahitajika, kwa sababu ndio kwenye football kuna muda fulani hali inakuwa ya kupoteza kupitia kipindi kigumu, lakini pia kuwepo kwenye mazingira mazuri. Lakini hiyo ikaonekana kama Enzo anaongea zaidi yeye, na juzi pia kuna taarifa ambayo imetoka kwa inasema Enzo Fernandez baadhi ya wachezaji kwenye timu kwa maana ya kikosi hawapendi namna ambavyo alivyokuwa akiongea na wachezaji wengine. Ukivuta picha ama kukumbuka vizuri namna alivyomfokea Jorgensen kwenye mechi zote mbili za PSG baada ya kufanya makosa yaliyoruhusu goli, lakini pia kwenye mechi ya Everton alivyokuwa akifokea wachezaji wengine
kutokana na kutokuonyesha kwa kiasi kikubwa, na wengi wamekuwa wakiongea maneno mengi kwamba kama Enzo anajiona mkubwa kuliko klabu basi aondoke klabu. Lakini pia baada ya muda Maki Cucurella akaongea maneno makubwa sana, ambapo alinukuliwa kwamba akisema kwamba pale moment tu ambayo Maresca aliondoka katika klabu ilileta impact kubwa sana kwao, kwa maana ya mshtuko mkubwa, na akazungumzia kuwa haya maamuzi ambayo yalichukuliwa na klabu, kama angeulizwa yeye basi asingefanya maamuzi kama yale kwa kufanya change kama ile katikati ya msimu na sio kusubiri mpaka mwishoni mwa msimu. Na anasema kuwa anaelewa policy ya klabu inavyokuwa kwamba ni wanahitaji zaidi kusajili wachezaji wadogo na kuwafanya kuwa project ya muda mrefu, lakini pia kwa wao wenyewe ambao wao bado wapo hapo wanahitaji kushinda vitu vikubwa, na game kama PSG iliwafanya wa feel kukata tamaa kwa kiasi kikubwa. Na pia anasema kuwa foundation inayotengenezwa anaiona ni nzuri, lakini kushinda makombe makubwa mfano kama Champions League pamoja na Premier League unahitaji vitu zaidi na unahitaji balance kwa wachezaji, na sio swala la kusajili tu wachezaji wadogo peke yake, kwa sababu hili litaleta ugumu zaidi kwenye kucompete kwenye level hii, na wengi tumeliona hilo baada ya kucheza mechi yetu na PSG kwamba bado tuna uwezo mdogo sana. Na anasema kuwa wao walikuwa wanajua kabisa kwamba Enzo Maresca alikuwa anataka nini kwenye timu, lakini pia namna gani wanatakuwa wacheze, na hii pia iliwasaidia baada ya kushinda makombe mawili ambayo alishinda chini ya Maresca, kwa maana klabu bingwa ya dunia pamoja na Conference League. Kwa hiyo kitu kikubwa alichokisema zaidi Cucurella ni kwamba inakuwa ni vigumu pia hata kwa meneja mpya aliyekuja kuweza kusema waanze kutrain na kuimplement kile kitu anachokihitaji, especially kocha amekuja kuelekea msimu unaisha. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu hivyo vitu kuviimplement. Kwa hiyo ukichunguza vizuri maneno amekuwa akiongelea, wachezaji wengi wamekuwa wakiongea, Moi Caicedo pia aliongea, lakini alisema anajicommit, future yake ni klabu ya Chelsea, anataka kuwa legend. Lakini ni kama kuna mpasuko ambao umeshatokea ndani ya klabu, kwa maana ya wachezaji, wamiliki, lakini pia na kocha. Na kwa kiasi kikubwa inaonyesha kwamba wachezaji hawa hawaonyeshi kama wanamsupport kocha huyu wa sasa aliyeteuliwa, ukizingatia CV yake, lakini klabu aliyotoka, lakini uwezo wake kama kocha ni mdogo sana kutokana na kuwa ni mpya katika kazi hiyo, na inaonyesha kama hakuna ule mshikamano wa kutosha kwa ajili ya kuipambania timu. Na ukiangalia namna kocha anavyomanage, lakini pia ukiangalia wachezaji wenyewe wanavyocheza, ni kama hakuna tena ile morali tena ya kuwafanya waweze kupambania kuelekea top 4. Kwa hiyo hii ni highlight fupi tu ya kile kinachoendelea mpaka hivi sasa, na kilichopo ni kwamba kunaonekana kuna mpasuko ambao endapo mabosi hawataweza kufix mapema, basi unaweza kuleta impact kubwa sana kuelekea dirisha kubwa la usajili la mwaka 2026-27, kwa maana ya kuondoka kwa wachezaji nyota. Enzo Fernandez amekuwa akiulizwa maswali mengi na amekuwa akihitaji Real Madrid kama sehemu anayoipenda, lakini pia jiji la Madrid katika sehemu za kuishi. Lakini pia baby mama wake aliweza kuulizwa pia future yao ikoje, naye akasema hajui chochote, kwa atakapoenda Enzo naye atakopa huko atapenda London, lakini pia jiji la Madrid analipenda. Kwa unaweza kuona ni kumetokea mpasuko ambao wachezaji hao wanaona kuwa hakuna nafasi ya kushinda vitu vikubwa ndani ya klabu ya Chelsea, kwa sababu mabosi wanaangalia zaidi kusajili wachezaji wadogo, na kunakuwa hakuna balance nzuri ambayo inaweza kaipelekea timu hii ikaweza kushindania makombe makubwa. Uweze kushindana kwenye Champions League ama Premier League kwa wachezaji wadogo kama kina Dario Esugo, kina Estevao, inakuwa sio rahisi kwa unapokutana na timu zilizokamilika kama PSG, Bayern Munich. Kwa hiyo mpaka hivi sasa tuseme tu malegend wa klabu kina Obi Mikel wamekuwa wakiongelea hili swala muda mrefu, na sasa hivi linaanza kujidhihirisha. Lakini Cucurella ameweza kuongea hizi kujaribu kuwa present wachezaji wote klabuni, na ile amelizungumzia zaidi kwa wote. Kwa hiyo hii imeleta mpasuko mkubwa kutokana na kufukuza kocha katikati ya msimu, lakini pia kuleta meneja mwingine ambaye kwa kiuhalisia sio replacement nzuri kwa yule aliyetoka. Kwa hiyo inakuwa inaleta ugumu pia kwa wachezaji kuweza kuadapt, lakini kuweza kufanya kile ambacho anakihitaji kocha kwa muda mfupi uliobaki, lakini na idadi ya mechi nyingi ambazo zipo mpaka hivi sasa.
wanasema kila jambo linapokuja linakuwa na faida na hasara zake. Umetueleza hasara zake kwamba inawezekana tukashuhudia mpasuko mkubwa kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, lakini bado kukawa na changamoto nyingine, mfano morali ya wachezaji kushuka, na mambo mengine ambayo yanaweza kawa pia yanasababishwa na hiki ambacho kinaendelea. Unafikiri ni faida gani ambazo inawezekana zikapatikana kwenye hili? Kwa sababu kama tunavyojua siku zote kukiwa na kitu chenye hasara lazima kuna faida pia zitakuwepo. Niambie, inawezekana hili likaenda kuwashtua mabosi na wakabadilisha mwelekeo ambao upo sasa hivi? Kwa ninachoona hapa ni kwamba advantage yake ndio hiyo, ku-alert mabosi, lakini tumeshaona sio wachezaji tu ambao wamekuwa wakijaribu kuprotesti. Baadhi pia makocha waliopita, Mauricio Pochettino alipishana na hii, lakini mwisho wa siku ukiangalia sporting directors kama Paul Stanley, Lawrence Stewart, Joe Shield na wenzake ni kama wanazingatia zaidi kile ambao wao wanakiona hichi ndio kinafaa, na ni ngumu sana kwa timu kubadilisha project kutokana na hizi speculation za watu wachache. Advantage ni kwamba itawa-alert na pengine wataanza kufikiria kuchanganya wachezaji hao, kutokana na mchezaji kama Enzo Fernandez akiprotest kutaka kuondoka kwenye club, itafungua njia kwa wachezaji wengine kama Cole Palmer, kina Moi Caicedo, wachezaji nyota, na hii inaweza kuweka mabosi katika wakati mgumu. Ndio wanaweza kuingiza pesa nyingi, lakini kupoteza wachezaji hao ambao ni ngao ya muda mrefu, ambao ilikuwa wanatengenezewa cream ya pamoja na hao wachezaji wengine wadogo ili kuweza kukua na hii timu, inaweza kuleta athari kubwa sana. Kwa hiyo kifaida ni kwamba itawa-alert mabosi na pengine wanaweza kufikiria kwamba okay, maybe tunatakiwa tuingize experience players wengine 2 au 3 ambao wanaweza wakaongeza kitu katika timu. Lakini hiyo ndo engo pekee ambayo mimi naiona inaweza ikaleta faida, lakini advantage zake niseme tu kwamba ni nyingi zaidi kuliko faida zake. Na pia nadhani tunaweza tukatolea mfano mzuri wa klabu ya Manchester United. Nadhani ilianza project muda mrefu, lakini nadhani ilikuwa hayu implemented vizuri na waligoma kabisa kubadilisha. Mpaka hii leo tunavyoongea ni wanazidi kujaribu kugusa, kwa sababu wenzetu wanaamini kwamba utachimba mwisho wa siku tutaifikia dhahabu, hata kama sio leo sio kesho, kwa sababu plani zao huwa wanaangalia mbele zaidi, tofauti na sisi wenzetu. Kwa hiyo ni ngumu kwa mabosi kuweza kubadilisha kile wanachokiona, na hii ni kutokana na policy zao walizoziwekea, kwa maana ya wage structure, kwa maana ya malipo ya mshahara. Wanataka malipo yawe madogo, lakini bonus ziwe nyingi kutokana na performance related. Lakini pia kwenye swala zima la biashara, kwa maana ukimsajili mchezaji mdogo unaweza kumuuza NC ukapata pesa nzuri na ikarudisha hasara ile ya mwanzo ambayo ulikuwa umemsajili nayo, tofauti na mchezaji ambaye ameshakuwa kwenye peak kama Erling Haaland, umsajili umlipe pound 500 kwa wiki, kumuuza package nzima inakuwa ni a lot of money, na hicho kitu ni wamekuwa wakijaribu kukipunguza kwa kiasi kikubwa, and of course kinafanya kazi kwa sababu ya pia wametoa rekodi yao ya mapato ya 24-25 inaonyesha wana faida hapa milioni 405. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa kwa kiasi gani wanajaribu kubalance vitu, lakini kiuhalisia kwenye Premier League na hizi top league teams zimekuwa zikiwekeza kwa kiasi kikubwa. Wanawekeza pesa nyingi, lakini wanaelekeza kwa vijana na wana control wage structure ambayo kiuhalisia inakuwa ni ndogo sana, ambayo wao haiwaweki kwenye riski pale wanapohitaji kumuuza mchezaji. Kwa hiyo je, wataweza kusajili wachezaji wale ambao ni top, ambao wanaweza kulinki kwenye timu kutokana na wachezaji waliopo? Jibu ni hapana. Na kama wakisajili basi ni youngsters wadogo wenye vipaji vikubwa kama kina Enzo Fernandez, kina Moi Caicedo, umri wa miaka 23, 22, ambao wanaweza kucheza katika timu kwa muda mrefu. Kwa hiyo bado kuna ugumu mkubwa sana wa kuwafanya hawa jamaa waweze kubadilisha mawazo, lakini kitendo cha wachezaji kama Marco Correa ambao ni wachezaji muhimu zaidi ndani ya club, lakini pia Enzo Fernandez, Moi Caicedo,
kuanza kuhusishwa na tetesi za kuweza kuondoka, hii inaweza ikawa alert nzuri sana kwa mabosi, na pengine wakafikiria namna ya kuongeza wachezaji wa maana ambao wanaweza kuongeza experience kubwa ndani ya kikosi kilichopo hivi sasa. Na ndio swali langu lilikuwa linafuatia hapo kwamba hili lililotokea inawezekana likasababisha kupoteza baadhi ya majina makubwa ndani ya Chelsea. Miongoni mwa majina hayo ni Moses Caicedo. Reece James ametoka kuongeza mkataba hivi karibuni, sidhani kama anaweza kuondoka, lakini Enzo Fernandez, Marco Correa, lakini Cole Palmer pia amehusishwa na kuondoka kwenda Manchester United, japo ni tetesi tu ambazo zinazoshwa, lakini sometime wanasema ikitokea tetesi zinaweza kuonekana kukawa na ukweli kiasi chake. Unafikiri haya majina yanaweza kuondoka kama hii misimamo ya hawa mabosi sipobadilika, au kuna namna ya kuwafanya wachezaji kuendelea kuwakumbatia? Possibility ni kubwa sana wachezaji wao kuondoka, kwa sababu mwisho wa siku ni wachezaji ambao wako kwenye piki ya career yao na wanahitaji kupata mafanikio. Mafanikio sio pesa tu kwa wenzetu, bali kushinda mataji makubwa. Enzo Fernandez ameweza kushinda tayari kombe la dunia, ameshinda klabu bingwa ya dunia, ameshinda na Conference League, na imani atakuwa anatamani kushinda mataji kama Premier League pamoja na UEFA Champions League, na hii inaweza kuwa factor kubwa zaidi. Nikiangalia kwa namna mpaka sasa hivi mambo yanavyokuwa, kuna possibility kubwa sana pia Enzo Fernandez akaweza kuondoka klabuni dirisha kubwa. Lakini pia wachezaji kama kina Cole Palmer na Moises Caicedo ni jambo tu la muda, kwa sababu advantage ama hasara ambayo pia mabosi wanayo kwa upande wao juu ya mikataba yao ni kwamba wage structure yao ni ndogo. Ukiangalia mchezaji kama Cole Palmer analipwa pound 1,500 kwa 130 kwa wiki. Enzo analipwa pound 180 kwa wiki, sawa sawa na Moises Caicedo. Kwa hiyo ukiangalia hiyo mishahara ni mishahara midogo sana, ambayo kwa kiuhalisia kwa wachezaji top wenye uwezo mkubwa kama ule wanaocheza vilabu vingine kama Liverpool, Manchester United, Real Madrid wanalipwa zaidi ya pound 300 kwa wiki. Na ina maana vilabu hivyo vinaweza kuafford pesa hiyo kuweza kuwalipa. Na usajili wa euro milioni 100 sio issue siku hizi, kwa sababu wachezaji wenye walioperform msimu mmoja tu wamesajiliwa kwa hiyo pesa. Kwa hiyo ndio disadvantage kubwa ambayo mabosi wanayo. Kwa uwezekano wa kuondoka wachezaji hao ni mkubwa na upo, kwa sababu kile ambacho pengine wameahidiwa kinaonekana kinaenda 10% mbele, lakini 90% nyuma. Kwa hiyo na hawa ni professional players. Leo hii atakwambia hii timu nimekuwa nikitazama toka nilivyokuwa mtoto, nataka kuwepo hapa maisha yangu yote. Kesho yake ataenda timu nyingine atasema hivyo hivyo. Tumeshuhudia hayo mambo mengi pia. Hata kwa John Duran alivyoenda Al Nassr alisema alikuwa anaitazama kuanzia mdogo. Kwa hiyo you can see how much these people ni professional. Na kwa mantikio ni kwamba there is possibility ya wachezaji wakubwa wa Chelsea wengi kuondoka, kwa sababu mikataba yao si ya pesa nyingi. Compare na wachezaji kama kina Erling Haaland ambao analipwa pound 500 kwa wiki, na kuwa ngumu kwa timu kubwa kuweza kuwasajili kutokana na wage structure yao ilivyo. Kwa hiyo tusubiri na tuone, kwa sababu lolote lile linaweza kutokea kwenye dirisha kubwa, na baadhi ya wachezaji kama hawa wakaweza kuondoka, kwa sababu wamekuwa wakitajwa kuhusishwa na vilabu vingi. Mfano Marco Correa amekuwa akihusishwa na kurudi Barcelona, na hii imeongelewa juzi kati hapa, na akaulizwa juu ya kurudi akasema nina furaha Chelsea, lakini kama ikija ikatokea nafasi hatuwezi kujua nini kitatokea kwenye mbele. Kwa hiyo unaona kabisa anaonyesha kuwa yuko open kurudi kwenye klabu ya Barcelona. Lakini ukiangalia wachezaji kama kina Cole Palmer ni quality za timu kama Barcelona, Real Madrid, PSG kuna kipindi walitaka kulipa pound milioni 200 kwa ajili ya kumsajili. Kwa unaweza ukaona it's possible kabisa kwa hawa wachezaji kuweza kuuzwa. Na sababu nyingine pia ni kwa sababu Chelsea wanasajili wachezaji wengi, kwa maana ya mabosi, na wanajaribu kusajili kila nafasi. Kuna wachezaji hata 4-5 ambao wengine wanaweza kuwa wanacheza katika klabu dada ya Strasbourg. Ukiangalia pale Strasbourg kuna Valentino Bako ambaye anahusishwa kuja endapo Enzo Fernandez ataondoka na atakuja kuchukua nafasi yake. Kwa hiyo hii pia ya kuzalisha wachezaji wengine wengi inaweza ikawa factor kubwa zaidi ya kupusha wachezaji wakubwa kuweza kuondoka ndani ya klabu ya Chelsea. Kwa kumalizia kabisa
niambie maneno kutoka kwa wachezaji wa zamani wa Chelsea, John Terry, nahodha wa muda mrefu sana ndani ya kikosi, lakini John Obi Mikel, lakini bado kuna watu wengine ambao pia wamepita ndani ya Chelsea kama wachezaji na wengine sasa hivi ni wachambuzi. Unafikiri maneno yao yana faida gani kwa wachezaji waliopo na hata uongozi ambao upo? Kwa sababu kwamba yani hastahili kuvaa jezi kiasi gani kwa hao wachezaji? Kwanza kabisa hawa wachezaji wa zamani wana impact kubwa sana kwa sababu ni maambasada wa klabu na wao ndo wanajua myth ya klabu, na wanapojaribu kusema baadhi ya mambo huwa yanachukuliwa kwa ajili ya kuweza kufanya mabadiliko pengine kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia wachezaji impact zao zinaweza kuwa nzuri na wakati mwingine zinaweza kuwa mbaya kutokana na namna wanavyo vitu. Ukiangalia John Obi Mikel amekuwa ni mtu mkubwa sana wa kuprotest against Blue Company kwa namna anavyofanya usajili wao, kwa namna anavyoendesha timu. Na changamoto kubwa ni kusajili tu wachezaji wadogo. Kwa ukiangalia kwenye hili sakata zima amekuwa akiongelea, lakini anaibaki pia klabu kwa wakati mwingine akizungumzia swala zima la kwamba hakuna mchezaji mkubwa zaidi ya klabu. Kama mchezaji kwa tayari kuipambania jezi, basi anatakiwa kuondoka ndani ya klabu, na haya yote yalikuwa yanakuwa reflected kwa wachezaji kama Enzo Fernandez. John Obi Mikel aliongelea hilo swala, lakini pia Jason Kandi pia naye aliweza kuongelea hilo swala pia baada ya kukulela kutoka na kuongea akisema kwamba wewe kama mchezaji unaelipwa, kazi yako ni kucheza, just play the ball, mambo mengine yaachie club. Kwa hiyo unaweza ukaona impact zao kuna muda zinakuwa nzuri, lakini kuna muda ukiangalia vitu vingi vinakuwa vinaenda tofauti na pengine watu wanachokitegemea. Lakini pia kutokana na maneno yao imekuja ikazuka pia taarifa ya kuwa Chelsea wamiliki kwamba wako very disappointed na yale aliyosema Marc Cucurella kuhusiana na klabu kwa ujumla, na kile anachokisema kwamba inasemekana sio kipya na ni namna ambavyo supporters wengi wa klabu ya Chelsea sasa wana feel hivyo. Kwa hiyo hii pia inazungumziwa kwa kujumlisha pia na wachezaji wote wa Chelsea wa zamani ambao wamekuwa wakikosoa zaidi pia wakisupport kwa kiasi fulani, na wamekuwa hawa klabu ya kwa maana wamiliki wanajitetea kwamba ukiwaangalia namna walivyofanya usajili wao, kwa mfano wameleta wachezaji ambao wana uwezo na wamejiestablish kama wachezaji bora, mfano Joao Pedro. Kwa hiyo hapo sio kesi kubwa kwamba wanasajili wachezaji wadogo. Kwa hiyo you can see kuna speculation nyingi sana hapa katikati, lakini kikubwa tu kwamba not easy ama sio rahisi sana kuweza kubadilisha kile ambacho kinaendelea hapa hivi sasa. Okay. Kwako wewe unafikiri tatizo hili ambalo linatukabili ni tatizo la wachezaji au ni wamiliki? Sasa wewe kama shabiki pia wa Chelsea. Kwanza kabisa tatizo lilianzia kwa wamiliki, kwa sababu wamiliki ndio wametuletea wachezaji. Lakini pia baada ya hapo wamiliki tatizo lilipohamia kwa wachezaji nao kutokana na maamuzi yanayofanywa na club. Of course ni binadamu, wanakuwa disappointed. Huwezi kuwa unafundishwa kila baada ya msimu mmoja au kila msimu unafundishwa na makocha wawili kama professional, inakuwa inachanganya. Lakini pia wachezaji nadhani maturity ni ndogo, na hii yote ndio effect inarudi kule kwa wamiliki, kwa sababu kama wachezaji wana maturity ndogo, ina maana hawawezi kufanya maamuzi ya kuamua kwamba wanaweza kumback kocha au klabu kuipambania klabu and then mambo mengine yatafanyika.
kwa sababu wanaamini kuwa Blue Company kile wanachokifanya, impact ile itakayoonekana ya uwanjani, basi kwao itakuwa changamoto kwa wachezaji, kwa sababu obvious inaonyesha kabisa wamehitaji kocha huyu aliyechaguliwa hivi sasa. Na ndio maana wengi wamekuwa wakizungumzia swala la tactical kwamba imewasumbua kwa kiasi kikubwa, kutokana na Maresca alikuwa anajua kila kitu kuhusiana na namna gani iende vipi. Kwa hiyo kwa mimi kama shabiki naweza kusema hili tatizo lote limebebwa na hawa jamaa wamiliki, na baada ya hapo limehamia kwa wachezaji, kwa sababu wachezaji wengi tuliosajiliwa ni average na hawana mwongozo mzuri, kutokana na wanaletewa kocha ambaye hana experience. Ni swala gumu sana kwa mtoto kumlea mtoto mwenzake, tofauti na mtu mzima ambaye amekamilika kabisa kuja kumlea mtoto, inakuwa ni rahisi zaidi kumhandle kwa baadhi ya matukio. Kwa hiyo hicho kinachokuwepo kuwa kwa wachezaji pamoja na kocha pamoja ni jambo gumu sana, la swala kwamba wote waendelee kujifunza, it's very tough, na ukiangalia wachezaji hao wanahitaji mafanikio. Kwa hiyo tatizo zima ni Blue Company kuleta wachezaji average, lakini pia ambao hawajui nini maana ya Chelsea, na mwisho wa siku hawawezi kupambania baji, na zaidi ni kuweza kutoka hadharani kama hivi kuongea kuhusiana na klabu. Ukiangalia timu kama Liverpool, baada ya Mo Salah kuongea hadharani dhidi ya klabu na hatua zilichukuliwa, and of course ni legend wa klabu, alitakiwa aongee, lakini kuna namna ambazo nzuri zinatakiwa zifuatwe. Kwa hiyo haya yote ni kwa sababu ya wao wenyewe, maturity ya wachezaji ni ndogo, hakuna ile sauti kubwa ambayo inaweza ikaja pale ikasema neno na wakasikiliza wote. Ukiangalia captain mwenyewe ana umri wa miaka 26 kama sikosei, 26. Kwa hiyo it's not easy kwa wachezaji hawa wa umri huu kuweza kujimanage kwenye kila kitu. Kwa hiyo tatizo zima mimi naweza nikasema ni Blue Company, na hichi kinachofanywa na wachezaji ni matokeo ya kile wao walichokizalisha wenyewe. Na mimi nadhani ni sawa tu kwa Enzo kutoka hadharani kumfokea Jorgensen kwa vile vitu wanavyovifanya uwanjani. Inaonyesha passion ya mtu anataka kufanikiwa kiasi gani, japokuwa wengine wanaweza kaitazama kwa picha mbaya. Kwa hiyo mwisho wa siku tunarudi pale pale, hawa jamaa wakibadilisha system yao, nadhani ndio timu itakuwa nzuri zaidi kama wanaweza. Nikushukuru sana bwana Amani. Yes, kama wanaweza wasajili kocha mwenye experience, wachezaji wadogo hawakuze vizuri kama kinachofanyika kule Barcelona na Hansi Flick. Kwa hiyo hayo ndo ninayoweza kusema. Nikushukuru sana, umezungumza vizuri, na nafikiri yule ambaye anatamani kusikia vingi atakuwa ameelewa. Na kwangu mimi pia nikitoa mchango mdogo kwenye hili ni kwamba sioni ubaya wa kile ambacho amekizungumza Enzo Fernandez, amekizungumza mtu kama Marco Correa, lakini napata mashaka kwa sababu wanasema sometime kuna vitu unatakiwa vizungumze wakati mpira wako umeisha. Yani mfano kama wanavyozungumza kina John Obi Mikel, kina John Tell na wengine ambao wanazungumza, ilikuwa ni kama kwao ni halali kuzungumza kwa sababu mpira umeshaisha. Lakini kwa wachezaji kama kina Enzo Fernandez, Marco Correa, nafikiri inaweza kawaletea athari, kwa sababu viongozi pia nafikiri watatamani kuona dressing room inabaki kuwa salama na vitu vingine. Ni kushukuru sana Amani. Nikutakie siku njema ni kwa na neno moja ambalo linasema mpira unaendelea kubadilika, lakini ukweli unabaki. Bila dila hata vipaji vikubwa vinaweza kupotea. Nini kifanyike kwa klabu ya Chelsea? Nafikiri kwenye uwanja wa comment kupitia Instagram, kupitia Facebook, takuwa mnaweza kucomment hapo dila ya Chelsea ni nini, si vifadi vile ambavyo vinatakiwa hapa na